Bana, tunaambiwa kwamba iko siri moja ambayo imefichuliwa sababu ya Rais Samia kuunda tume mpya ama tume nyingine ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Sasa kipi ambacho kimepelekea kuundwa tena kwa tume nyingine? Karibu tuangazie hili. Jina langu ni Fisher Rose D, ni Biomedia. Usiache kusubscribe, kushare, like na comment kwa ajili ya habari za siasa, michezo na burudani, matukio ya kijamii, bila kusahau habari za udaku. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetangaza kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa kijinai yenye jukumu la kuchunguza ghasia ambazo ziliripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Bana, hatua hii iliyotangazwa Mei 18 ilielezwa kuwa ni utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya rais ya mapendekezo ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ambayo yalimaliza kazi hivi karibuni. Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kasiluka, tume hiyo itaongozwa na Jaji wa Mahakama ya Rufani Shabani Ali Lila akisaidiwa na majaji wastaafu 3 wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Serikali imesema kuwa tume hiyo imeundwa chini ya misingi ya sheria na itakuwa na mamlaka ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu matukio yote ya ghasia, ukiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya uvunjifu wa amani vilivyotokea katika kipindi cha uchaguzi. Lakini pia hatua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa wadau wa siasa, mashirika ya kiraia pamoja na wananchi. Wengi wanaiona kama hatua muhimu ya kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za dola na kuimarisha uwajibikaji wa vyombo vya usalama. Lakini kwa upande mwingine, hasa kutoka upande wa upinzani, wao wanasema kuwa tume hiyo inapaswa kufanya kazi kwa uhuru na uwazi ili matokeo yake yawe na uhalali wa kitaifa na kimataifa. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya siasa, kuundwa kwa tume hii ni ishara ya dhamira ya Rais Samia kuhakikisha kuwa matukio ya ghasia yanayohusiana na chaguzi hayajirudii. Na wanasema kuwa hatua hii inaendana na sera ya serikali ya kujenga utulivu wa kisiasa na kuimarisha demokrasia ya Tanzania. Lakini pia inatarajiwa kuwa tume hiyo itatoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha mfumo wa uchunguzi, usimamizi wa vyombo vya usalama na uhusiano kati ya serikali na wananchi. Lakini kwa upande wa kimataifa, hatua hii imeonekana kama mfano wa uwajibikaji wa kisiasa katika bara la Afrika, ambapo mara nyingi matukio ya ghasia baada ya uchaguzi huachwa bila uchunguzi wa kina. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yao yamepongeza uamuzi wa serikali ya Tanzania, akisema kuwa ni hatua inayoweza kuimarisha taswira ya nchi katika uwanja wa utawala bora na haki za binadamu. Kwa ujumla, kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa kijinai ni hatua ya kihistoria ambayo inalenga kuimarisha misingi ya amani, haki na uwajibikaji nchini Tanzania. Matokeo ya kazi ya tume hiyo yatakuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa siasa, utawala wa sheria na imani ya wananchi kwa serikali yao. Tunasubiri kuona tamati ya kukusanya habari. Tume hiyo itawasilisha taarifa gani? Endelea kufuatilia Biomedia kwa ajili ya kupata update mbalimbali kila wakati.